Katika siku za hivi karibuni, uhusiano kati ya mbunge wa Kiharu, Ndindi Nyoro, na Rais William Ruto umeripotiwa kudhoofika sana. As Kenyans are katika nchi ya Kenya, serikali ikisema kitu, there is very low level of trust. Kwa sababu hata capitation ya last year katika TVCs zetu, serikali hawakutuma. Jana tumeona wakipiga kifua wanasema wameroa school fees ya TVCs to 67,000. I want to tell those who are in government, school fees and capitation is not dispersed through the word of mouth. Huku kukiwa na mfululizo wa ujumbe mkali na wa kutisha kisiasa. Wazazi wa Kenya hatutakaa wanafinyiliwa ati wanalipa katika TVET zetu out of the pocket ati wanalipa over 35,000 shillings. That will not continue in the Republic of Kenya. Na capitation munasema munatuma around 44 or there about 1,000 shillings. Ni sawa. Hata principles wanasema it is okay. Lakini isikue hii mambo ya kuongea peke yake, mukiongea mumevaa masuti katika mikutano kule Nairobi, munasema tumepeleka school fees chini. Schools are not run through words of mouth. Schools are run through money. Na nyinyi wizara ya elimu mtume pesa ama ni sisi tutakuja kusomea katika hizi TVETs. We are not going to sit. Hatutaendelea kukaa chini tunabebereza watu. Wanapora mali ya umma na hawana pesa ya kutuma katika universities na colleges katika Kenya. Haya hapa ni mambo makuu yaliyoibuka, onyo dhidi ya vitisho. Ndindi Nyoro amemshambulia Rais Ruto hadharani, akidai kuwa rais anatumia polisi na wahuni goons kumzuia asizindue miradi au kuendeleza harakati zake za kisiasa. Na kwa sababu sio sisi tumewaambia jana museme 67,000. We want to tell you, we are waiting to see the next 2 weeks. You must send that money to our technical vocational colleges. Na munaona naongea hivi kwa hasira kwa sababu I talked a lot to our learning institutions. Naongea na headmasters, naongea na principals, naongea na principals wa technical colleges katika Kenya. They cannot talk vile mimi naongea. Na hata nikipea our principal nimuulize pesa ilitumwa, hata sema yes or no, kwa sababu pia anatetea kazi yake na ni haki yake. But we have been elected to talk on their behalf. Pesa imekuwa appropriated bunge. Wizara ya elimu, hata kama hiyo pesa haitoshi, mtumia article 223, muweke pesa katika TVCs katika Kenya. Na hiyo pesa 2 weeks iko imefika katika mashule. Katika video moja alisikika akisema, wacha kunitishia kama wewe ni mwanaume kuja. Kujiondoa kwenye kuunga serikali ya Ruto mkono. Nyoro ameeleza waziwazi kuwa amejitenga na Rais Ruto, akidai kuwa viongozi wa sasa hasa Rais Ruto amedanganya wananchi huku akishindwa kutimiza ahadi zake alizopeana kabla ya kuchaguliwa. Jana nimepata wakati nikasikiza viongozi wa nchi jana wakiwa pale KICC. Wanasema iko kitu wamezindua juzi inaitwa National Illegal Borrowing Fund. Na hiyo kitu, the only thing they want to do with it is to borrow more money. Unfortunately for them, I want to tell them, muongee kizungu yote, lakini Kenya sasa hakuna mtu wa kudanganya tena. Jana mlikuja mkasema ati we are signing this National Illegal Borrowing Fund. Wanaita National Infrastructure Fund. Wanasema tumeisign kwa sababu tunataka Kenya iache kukopa. Na nikasikia kiongozi kwa mdomo yake anasema ati this is the end of borrowing. Yet we have currently in parliament a budget policy statement ambayo imepitishwa ya serikali yenyewe, ambayo wameweka pesa watakopa this financial year ikianza ni 1.2 trillion shillings. Na ni mwaka ikianza, ikiisha they'll have borrowed more than 1.5 trillion Kenya shillings.
I want to ask you guys, you are here pronouncing the microphones in Nairobi. Oh, tumeleta hii National Illegal Borrowing Fund kwa sababu hatutaki kukopa. In your own budget this financial year, you have 1.2 trillion. How do you want Kenyans to believe you if even what you are saying unasoma hapo ni uongo imeandikwa? That currently Kenya is borrowing. Na munisikiza vizuri. Kenya saa hii inakopa 1.25 trillion Kenya shillings every year. In the entire time of President Mwai Kibaki, the entire 10 years, he's borrowed only 1.2 trillion in 10 years. Akajenga hizi mambo yote tunaona hapa Kenya. So we are borrowing in every single day 4 billion Kenya shillings. Kenya. Na hiyo sijahesabu ile tumekopa kulipa deni. Munisikiza vizuri. Hiyo nasema 4 billion per day ni net debt. Sijahesabu ile pesa unakopa Equity kwanza kulipa Cyrock. Hiyo sijahesabu. Na hesabu after hiyo ile umekopa ya juu. 4 billion every day. Now you want to start another fund. Na hiyo fund wanasema for every 1 shilling they want to borrow another 12. Na wanatupea kizungumiki ya kitu inaitwa PPP. Abayo National Treasury wanapeana barua inaitwa Letter of Comfort. Meaning, kama hiyo project haitafanya kazi, hiyo inakuwa deni ya nchi. So we want to continue borrowing 4 billion per day as we are doing. And over 1.5 trillion every year. Na hiyo hatufugi hiyo kitabu ya kukopa inaendelea. Sasa tunafungua ingine hapa kado. Sasa kukopa trilioni ingine 5 kwa kado. Mimi najiuliza kwa viongozi wetu. Nani amewaambia Kenya inaenda pahali? Ya kwamba unabebesha Kenya mzigo ambayo it is breaking the back of our republic. Naona viongozi wanajipiga kifua tena jana Nairobi. Ate sports fund imekuwa hii Kenya for I don't know 20 years. It is also a lie. The current law of sports fund ni ya 2018. Na the initial one ni ya 2013. Ya 2013 wenye wako serikalini pia wao walikuwa serikalini. Na wanakuja kutuambia ati hawajui pesa ya sports fund ilienda wapi. It is Kenya who should be asking you, nyinyi ambao mko serikalini, mlipeleka pesa ya sports fund wapi? Sasa wanakopa pesa. Hebu sikizeni hapa. Hii Kenya iko na maajabu. Hii imetafsiriwa kama tangazo la vita vya kisiasa dhidi ya kiongozi wa nchi. Ukosoaji wa sera za serikali. Amekuwa akikosoa vikali usimamizi wa fedha, akimshutumu Ruto kwa kuchukua madeni mengi kupita kiasi na kutoa hadithi za kizungu huku wananchi wakiumia. Ati tunajenga stadium. Sasa tunajenga stadium na huyu ni kiongozi anashika microphone anaambia raia ati wanakopa 44.5 billion Kenya shillings. Ilikopwa last year ati ni ya kujenga stadiums. Wakapeleka bank kama collateral pesa ya sports fund. Waka raise board ati mkopo ya 44.5 billion Kenya shillings. In 15 years Kenya will pay interest rate alone of 100 billion shillings. Na mtu anakuja anaongea ati apigiwe makofi na Wakenya. Kenya cannot continue to be mismanaged in this manner. Kama tumekaa, tunaweka the future generations of Kenya katika hatari. Ya mwisho, serikali imepeleka hisa inaitwa Kenya Pipeline pale katika soko la hisa. Na mimi nilianza kuuza hisa nikiwa first year in campus kwa kampuni ya Genye Kariuki yule ni mba wetu pale Geitwa. Kampuni ya Genye nilianza kufanya kazi hapo kama stock broking when I was first year. So when I talk about mambo ya shares, si mambo nimesoma kwa kitabu. Ni mambo nimefanya since I was a first year in campus. It is the first time in the republic we have seen an IPO inauzwa hisa shilingi 9 ambayo by jana ilikuwa iaguke ati the government itself is supporting the share price through creating an artificial demand. It is the first time you have seen that. Ya kwamba serikali yenyewe
ina force NSSF wawekeze pesa ya wafanyikazi kwa hisa, wakanunua shilingi 9 ambayo shilingi 9 inaanguka chini ya shilingi hiyo 9. Wewe uko serikali hukununua hiyo hisa, una force pesa ya wafanyikazi inunue hiyo hisa. Sasa wako katika taratibu ya kupoteza pesa ya wafanyikazi. What are you going to tell the Kenyan people? And then I see the chairman naona chairman wa Nairobi Securities Exchange jana anasema, oh, don't politicize the NSC. Hii so correct rahisa. Walikuwa Nairobi wamevaa masuti kweli kweli. Hata leo mimi nikaona nivae suti hata mimi sasa. Hata nikitoka hapa na kibia mbunge kuongea mambo ya Safaricom, pia hiyo ni mambo ingine. Naona huyo chairman anasema ati, oh, let us not politicize the NSC. I want to tell the chairman of the NSC, my brother, nilikusikiza na nikaona you are a civil person. You are a respectful person. But I want to save you next time. Don't hold the mic and tell Kenyans about politicizing NSC. The people who are politicizing NSC were right there in that hall and you are seated close to them. Go and whisper to them. Tell them, hata kama tunaleta ukora katika Kenya, tuatane na soko la hisa. Wewe chairman wa NSC ukiwa chairman, it is the first time in Kenya we have seen an individual camouflaging as a Tanzanian, a Kenyan, and buying cement companies. Ati ya kwamba sasa simiti ya Kenya ile mlikuwa mnajua yote, majina yake yote, hizo kampuni imenunuliwa na mtu anajifanya ati ni wa regional investor, lakini huyo ni Mkenya mnaonaga kila siku. That is what politicizing the NSC is. Politicizing NSC ni kununua hizo kampuni za simiti, you politicize them, you come and lie to Kenyans, it's a Tanzanian and it is you. The next thing of politicizing the NSC ni mtu anakuja anasema ananunua media house katika hapa Kenya. Ati anasema a regional investor is buying a media house in Kenya. It's not a regional investor. That company is listed in the NSC. And the person buying the company is not a Tanzanian. It is a Kenyan. And we know you. Na sasa mnataka kuhadaa wa Kenya. And I'm setting this final warning to them. Ya kwamba sasa mumemnyakua kila kitu. Mambo ya mafuta kutoka downstream to upstream. Sio wanabiashara tena, ni wanasiasa. Na mnajipanga EPRA ati mtaongezea wa Kenya bei ya mafuta kesho ama kesho kutwa. Mtajua hamjui. Pia ameikosoa serikali kwa uongo kuhusu pesa za elimu bila malipo. Mzozo wa Safaricom. Nyoro alitoa onyo kali dhidi ya mpango wa serikali wa kuuza hisa za Safaricom, akidai kuwa nchi inaweza kupoteza mabilioni ya pesa. Rais Ruto alimjibu kwa kumtaka aachane na utapeli wa kisiasa. Ulinzi wa maslahi ya umma. Ndindi Nyoro amemwonya Ruto kuhusu kupandisha kodi ya mafuta na gharama nyingine za maisha, akisema atafanya hivyo kwa hatari yake mwenyewe. Wewe endelea na ambition yako, tajirika. Lakini wacha nchi ya Kenya pia iende kwa mienendo yake. Etoigunya ni andũ aitũ. Na muthenya ũngĩ ati marauga ati ndiraria ĩ. Ndirathiĩte kahuru ati makauga ndikũhingũra wabici. Ati njoke kũhingũra tiveti ĩno mauga ĩ anga mwecimu ndakũhingũra. Ndĩrahũrĩrwo thimũ ndĩrerwo andũ aya rĩ marauga anga ndũgũka kũhingũra. Ndĩrerwo nĩ arici hau. Ndiramera mere ona ndĩnjĩra ndĩ hakuhĩ gũkinya. Turahingũra nyamũ ĩyo wabici na nĩraruta wĩra. Na tũkwenda kũmera atĩrĩrĩ, angĩkorwo nĩ mũndũ ũngĩ magĩte mangĩkĩria tũguoya tũu bani mamenye niĩ gũtirĩ maũndũ itarĩ ndona. Rĩu nĩ atĩa mũndũ atonete rĩu gũkũ te wĩcirie ũrandũmĩra thigari, ona hĩndĩ ĩyo ndĩratũmagĩrwo thigari nginya 300. Rĩu tiga 3 ona tũma thigari 1000. And we have been becoming decent and civil. Lakini tumeona, for patriotism's sake, for the sake of our country, we cannot let this level of greed to continue unabated. Because tutapeana heshima hapa tuseme hatutaki kuongea mambo ya huyu ama huyu, wakati tutaongea hakutakuwa na Kenya ya kuongea maneno yake.
We must stand up to be counted, ya kwamba hakuna mtu ataharibu Kenya kama tunaangalia yeye kwa macho. Kwa kifupi, ujumbe wa Ndindi Nyoro umekuwa wa uasi wa wazi, akionyesha kutokuwa na hofu ya kukabiliana na rais moja kwa moja kuelekea uchaguzi wa 2027.